likiaka Jehova pigana baba, pigana baba, onekana baba, nipote onekane napotea baba, napotea onekane baba, napotea onekane. Unapoomba, omba kwa imani. Imani ni kuunda kitu kutoka kwa Mungu, ama ni kuumba kitu kutoka kwa Mungu. Ndio maana hutawaiona wakina Ana wawili, ama huwezi ona wakina Ibrahimu wawili, wakina Noa wawili. Hapana. Kila mtu ana nafasi ya kuikuza imani yake kibinafsi kwa Mungu. Imani si kuiga. Hapana. Imani si kuiga. Lakini imani ni kuwa na uhakika kwa kile ambacho unachokitarajia. Ni kusema kwamba mimi kuna kitu ninakitarajia kutoka kwa Mungu. Wewe una kitu unachokitarajia kutoka kwa Mungu. Na yeye pia ana kitu anachokitarajia kutoka kwa Mungu. Hayo yote ni mahitaji, na siku zote hitaji haiwezi kuwa sawa kikawaida. Ndio maana watumishi wa Mungu huwa wana karama na vipawa za kutofautiana, kwa sababu haiwezekani mkiwa watu 5 mnaomwendea Mungu nyote muwe na mahitaji moja sawa. Ndio kwa maana imani ni jambo la kuunda kutoka kwa Mungu, kuunda kitu cha kipekee kabisa. Lakini pia nilitaka kufahamisha kwamba imani huwa inajaribiwa. Imani huwa inajaribiwa. Kwa nini imani inajaribiwa? Kwa sababu si kila imani ambayo Mungu anaithamini, na si kila imani inayoweza ikaleta matunda, kwa sababu Biblia inasema hata mapepo nao na mashetani huwa wanaamini na kutetemeka. Lakini tofauti ya imani ya mapepo na tofauti ya imani wewe ambaye unamcha Mungu ni ile matendo ambayo unaidhihirisha kwa yule uliyemwamini. Ni kusema kwamba kinachosababisha muwe na utofauti na watu wa giza na wachawi, kwa sababu wale pia nao wanaamini ya kwamba Mungu yupo. Lakini kinachowasababishia kutofautiana ni matendo yenu mnayoyatenda. Wachawi wanaamini ya kwamba Mungu ni mweza yote. Wanaamini ya kwamba hakuna Mungu mwingine mkuu kuliko Mungu aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Kwa hiyo wanaamini ya kwamba yeye ndiye Mungu mwenye nguvu zote. Lakini kwa kuwa mioyo yao na matendo yao haiambatane na kufanya mapenzi ya Mungu, wanaamini ya kwamba Mungu ni mweza yote, lakini wanazikana nguvu zake na wala hawawezi wakamtii, kwa sababu
ni roho waovu, ni roho zilizopotoka, ni roho ambazo zinangoja hukumu. Lakini kinachofanya wewe kukuwa na nguvu na kufanya imani yako iwe na matokeo kamili ni kuyaweka kwenye matendo. Biblia inasema anayemwendea Mungu lazima kwanza ajue ama atambue kwamba Mungu yupo, naye huwapa zawabu wale wanamwendea na kumtafuta. Kwa hiyo matendo huwa inaleta ukamilisho kwa kile unachokiamini. Imani huwa inajaribiwa. Kumbuka mwanamke Mkanaani. Huyu mwanamke alisikia habari za Yesu na alipata ushuhuda nyingi kuhusu utendaji kazi wa Yesu na namna anavyohurumia wengine na namna anavyowaponya wengine na kuwaokoa wengine. Imani yake ikajengwa kusema kwamba huyo alikuja kwa ajili ya kutuokoa na kuondoa matatizo tunayo. Kwa hiyo ilibidi amwendee ili apate kile ambacho alikuwa akitarajia kwake kuhusu uponyaji wa mwanao. Kwa hiyo alimwendea Yesu, na alipomwendea Yesu, Yesu alipomjibu alisema kwamba chakula cha watoto hakipaswi kukipatia imbwa. Na hiyo neno ukitafakari zaidi ni neno ambalo lilikuja kwa kujaribu imani ya huyo mwanamke, kwa sababu Mungu aliona imani inayokuwa ndani ya huyo mwanamke ya kwamba ni imani iliyokuu, lakini ili akamilishe kile ambacho amekiona ndani ya huyo mwanamke, lazima alete hiyo mtihani kwa huyo mwanamke. Mwanamke inaonekana kwamba imani yake ilikomazwa kwa neno la Mungu, kwa sababu imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia maneno ya Mungu. Kadiri unavyosikia sana maneno ya Mungu, kadiri imani yako inaota na kukua siku zote. Kadiri unalishwa neno la Mungu siku zote, kadiri imani yako inakuwa siku hadi siku na kuleta matokeo makubwa, kwa sababu unailisha na inafanikiwa kuwa na afya siku badala ya siku. Kwa hiyo huyu mwanamke imani yake ikawa thabiti, na Kristo alipoona hivyo, Biblia inasema kwamba alishangaa na kusema kwamba hajawahi ona katika Israeli mtu anayekuwa na imani kubwa kama ya huyo mwanamke. Kwa hiyo akapokea kile ambacho alikuwa anakitarajia kutoka kwa Mungu. Wapendwa katika Kristo, Biblia inasema kwamba je, mwana wa Adamu atakapokuja ataikuta imani? Ina maana kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo vitatokea hapo kati vitakavyosababisha kabisa kuondoa imani ya wengine, vitakavyosababisha kabisa kupoteza imani ya wengine kwa Mungu. Mpendwa katika Kristo,
Ikiwa umeokoka, ikiwa umemwamini Kristo, kuna baadhi ya mambo na jaribio ambazo utakabiliana nazo yaani itakuwa kama mtihani kwako, kwa kupima imani yako ya kwamba iko thabiti kwa Mungu au la. Ikiwa imani yako imejengwa juu ya vitu vya dunia, utapotea mpendwa. Ikiwa imani yako inajengwa pale ambapo unakuwa unashiba, utapotea wakati Mungu ataruhusu njaa ije kwako. Ikiwa imani yako inajengwa kwenye mapato, Mungu huwa atakapoondoa hiyo mapato kwa ajili ya kujaribu imani yako, huwa imani yako itaondolewa. Mpendwa katika Kristo, kumbuka Ayubu, Mungu alivyojaribu imani ya Ayubu. Biblia inasema ya kwamba aliondoa kila kitu cha Ayubu, hata afya aliondoa, lakini imani ya Ayubu ilibaki kuwa thabiti kwa Mungu. Na Mungu alipokamilisha hayo, Mungu alimwongezea maradufu ya kile ambacho alikuwa nacho. Wapendwa katika Kristo, Mungu anapokujia na kuleta mtihani kwa kile ambacho anakitarajia kutoka kwako, na akiona ya kwamba umetokea kuwa mshindi, huwa anakupa vitu vikubwa. Ndio maana kuna baadhi ya watu wengi ambao wameanza kama watumishi wa Mungu, wameanza ndogo ndogo, wamekaa katika hali ya utakatifu, wamekaa katika hali ya kujitoa ndani ya Kristo, lakini Mungu anapoona bidii na hali ambayo wako ndani, anaona ya kwamba kuna baadhi ya vitu ama vipawa na karama wanavyovitarajia kutoka kwake, kunatokea kitu ambacho kinaitwa mtihani, ili kukamilisha kile ambacho Mungu amekiona ndani yao. Ni hapo ambapo utaona watu ni wengi ambao wamekuwa kama watumishi wa Mungu, lakini mwa hao watu ambao wanaweza kuwa 20, Mungu unaweza kuona amechomoa tu watu 2 ama mtu mmoja ambaye amefaulu mtihani. Ndio kwa maana utaona mtu kabisa ni mtumishi wa Mungu na anatumikia Mungu, lakini anafanya miujiza ya ajabu, anaponya wagonjwa, anaweza pia akafufua wafu. Hiyo si vitu vya giza, lakini ni mambo kabisa ya kweli, na Roho Mtakatifu anadhihirisha utendaji kazi wake kwa huyo mtu, kwa sababu huyo mtu alipita kwenye mtihani na akafaulu mtihani. Mpendwa katika Kristo, kumbuka hata imani ya Petro nayo ilifika kwa kiwango ambacho imejaribiwa. Petro akamwambia Yesu, Bwana, ninakupenda na niko tayari kufa kwa ajili yako. Niko tayari kufa kwa ajili yako na nitakufuata popote pale. Lakini Mungu alipoona imani ya Petro, namna anavyompenda Kristo na namna anavyotamani kumfuata na namna anavyokuwa na moyo wa utayari hata kufa kwa ajili ya Kristo, kwa hiyo Mungu aliruhusu mtihani ambayo ikampelekea Petro kuona woga, na alipoona woga, shaka ilimjia, nikafikia hatua ya kumkana Yesu na kukataa kwamba hamjui Yesu kwa hali yoyote ile. Biblia inasema akakana na kukufuru kusema kwamba hakika simjue wala sikukuwa pamoja naye. Hapo Petro alishindwa huo mtihani, lakini
Neema ambayo Petro alikuwa nayo ni kwa sababu Petro alichaguliwa kuwa kama mwanafunzi wa Kristo. Na unapokuwa kama mwanafunzi, kuna baadhi ya mitihani ambayo utapitia, na ukiyapitia kama mwanafunzi, hiyo haitakuwa mwisho ya kupata kile ambacho Mungu anahitaji ukipate kutoka kwake. Ni kusema kwamba ukiwa mwanafunzi na kukubali kuwa kama mwanafunzi wa Kristo, kuna vitu ambavyo hata ukishindwa tena, Mungu atatengeneza majira na kukutia nguvu na kukupitisha katika vipindi ambavyo vitakufanya ufaulu na kuvuka pale ambapo ulishindwa kupita. Ni kusema kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo kama mwanafunzi inabidi uvitembelee na kukabiliana navyo, ili upate kabisa kukamilishwa na kuwa kama na kuwa kama mkufunzi ambaye anaifaa, na yule ambaye amejengwa kwa kile ambacho Bwana wake amemfunza. Na ni hapo ndipo imani yako inakomaa na kuwa na uhakikisho mbele za Mungu. Na Mungu anapopata uhakika kwa imani yako, ndipo anapokukabidhi vitu ama vifaa kwa ajili ya kazi aliyokuitia ama huduma ambayo amekuitia. Ndio kwa maana usishangae Petro alimkana Kristo, lakini hakuanguka wala hakuzimika. Ilibidi Kristo amuoneshe na kumwelekeza vile itakavyomfaa kukua zaidi kiroho na kukamilisha imani yake iwe thabiti kwa kile ambacho anakiamini. Ni hapo Petro alipokamilika, ilibidi Roho Mtakatifu imjaze na kumkamilisha kama mkufunzi sasa anayefaa. Ni kusema kwamba Mungu anapoona imani yako na anapoona kwamba umefikia hatua ambayo umeitetea imani yako na kumhakikishia Mungu kwamba imani yako iko thabiti kwake, huwa Mungu anakupa usaidizi wa Roho Mtakatifu kukujaza, ili pasiwepo mtu yeyote anaweza akaleta kitu ambacho kinaweza kikasababisha kuondoa kile ambacho unakipata kutoka kwa Mungu. Ndio kwa maana Biblia inasema ya kwamba Mungu hawezi kuwajaribu kupita imani yenu. Kwa hiyo wapendwa katika Kristo, shida unayoyapitia kwa sasa isisababishe kukutenga na Mungu na kuondoa imani unayo mbele za Mungu. Kumbuka kwamba kuna kipindi huwa na kuna mahali huwa Wakristo huwa wanapitia kabisa changamoto kubwa kwa ajili ya imani yao. Ikiwa umekuwa Mkristo mahali fulani, huwa wengine huwa wanachinjwa, wengine huwa wanakatwa vichwa, wengine huwa wanatiwa magerezani, ni kwa sababu tu wamemwamini Kristo. Je, unapopita katika kipindi hicho na katika hatua hicho, je, Yesu ataikuta imani anapokujia wakati huo, wakati ya hali kama na hiyo? Je, Kristo ataikuta imani? Je, unapokosewa na chakula, Kristo anapokujia ataikuta imani? Je, unapokosewa na mavazi, Kristo ataikuta imani? Je,
unapopitia hali ngumu ya maisha ya kutatanisha na umasikini wa kupindukia, je, Kristo ataikuta imani? Je, utazidi kumwamini Kristo? Utazidi kumchunga Kristo ndani yako? Je, utazidi kumhifadhi Roho Mtakatifu ndani yako ili Roho Mtakatifu asizimike? Kwa sababu imeandikwa, na msimzimishe Roho Mtakatifu anaikaa ndani yenu. Wapendwa katika Kristo, somo hili ambalo nimekufunza siku ya leo liko katika kitabu cha Luka sura 18 mstari wa 1 hadi wa 6. Biblia inasema, akawaambia mfano akiwasihi waendelee kusali wala wasikate tamaa. Angalia maneno yangu, Mungu ataiingilia kati kwa haraka na kuwathibitishia. Lakini hapa ni swali, mwana wa Adamu atakapokuja atamkuta mtu yeyote ambaye bado ana imani? Wapendwa katika Kristo, imani inahitaji kukua, yaani imani inahitaji kukomazwa, kwa sababu imani huwa inapandwa na imani inapopandwa huwa inapandwa kwa njia ya kusikia neno la Mungu. Sasa kuna baadhi ya imani ambazo zimekuwa zikipandwa kwenye msingi wa mchanga. Imani kama hizo haziwezi kuleta matokeo ama matarajio inayofaa machoni pa Mungu, kwa sababu imani iliyopandwa kwenye mchanga mara nyingi huwa inapokabiliana na dhoruba ama upepo na mawimbi kupiga kile ambacho kimejengwa hapo, lazima kitaanguka, kwa sababu imani hiyo imejengwa juu ya mchanga. Mpendwa katika Kristo, imani ambayo imejengwa juu ya mchanga ni kile ambacho baadhi ya watu, baadhi ya manabii wa uongo na watu ambao ni matapeli ambao wanafundisha imani isivyo, wanaweza pia wakaweka sukari mkononi mwako, alafu anakuambia fumba macho, na kwa imani utafumbua na ikawa mchanga. Lakini unapofumbua unakuta bado iko pale pale, iko vile vile. Hiyo imani imejengwa kwa msingi ambao uko juu ya mchanga. Mpendwa katika Kristo, imani ya kweli ambayo imejengwa juu ya mwamba, Biblia inasema ni imani ambayo iko na uhakika ndani. Ni imani ambayo uko na uhakika ndani. Kukuwa na uhakika na imani kama na hayo ni kusema nini? Ni kusema kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu. Je, una uhakika ya kwamba uko mtumishi wa Mungu? Ndiyo, niko mtumishi wa Mungu, kwa sababu ninakesha kwa ajili ya watu, ninachukulia wengine, ninaleta suluhisho ama nimekuwa suluhisho kwa ajili ya wengine. Nimeombea huduma yangu, nimekesha kwa ajili ya huduma yangu, nimejifunza kuishi maisha matakatifu kwa sababu mimi ni mtakatifu. Nimekesha kwa ajili ya maombi, kwa sababu maombi kwa mtumishi wa Mungu ni kama kupumua, kwa sababu Biblia inaagiza ya kwamba tuombe bila kukoma. Ikiwa unatii sharti zote za kuwa mtumishi wa Mungu ama za kumtumikia Mungu, ni sharti pale
utaona matokeo, kwa sababu unapofanya mambo kama na haya, yenyewe itajenga kitu ambacho kinaitwa uhakikisho ndani yako. Kitakupa uhakika kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu, kwa sababu wewe unaitumikia kazi ama unaitumikia utumishi ambayo unafaa, tofauti na huyu ambaye amejenga imani yake kwenye mchanga, kusema kwamba ni mtumishi wa Mungu, na hapo watu wanapohitaji maombi kutoka kwako, huwa anadanganya kusema kwamba eti nitafunga kwa ajili yako, na wala hafungi, na huwa hana muda wa kuomba wala wa kukesha kwa ajili ya wengine, wala hawezi pia kuwa suluhisho kwa ajili ya wengine. Ni mtumishi tu pale ambapo anakuwa katikati ya mkutano, anakuwa katikati ya watu, anakuwa katikati ya mikusanyo mbalimbali, ni hapo anadhihirika na kuwa kama mtumishi wa Mungu. Lakini kwenye maombi yake ya binafsi, pale ambapo inapomfaa kukutana na Mungu, kujenga ama kutengeneza ushirika wake na Mungu, Mungu anapomtafuta mahali hapo, huwa hampati. Huyo si mtumishi, na hapo hapana uhakikisho wala hana uhakika mwenyewe, kwa sababu matendo yake na mwenendo wake na tabia zake na hali zake hazimpelekei kukuwa na uhakika kabisa ya kwamba kile anachokifanya ama yule anemwamini ya kwamba anamjua, wala hana uhakika na kazi ya utumishi ambayo anakuwa nayo. Ni kusema kwamba imani kama na hayo ni imani ambayo imejengwa juu ya mchanga. Mpendwa katika Kristo, lazima imani yako iwe na uhakika ndani, kwa sababu Biblia inasema imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo. Kile ambacho unachokitarajia ni sharti uwe na uhakika kwamba unastahili kupata ama kupewa ama kuwa na kile ambacho unakitarajia kutoka kwa Mungu. Je, unatarajia kupata uponyaji kutoka kwa Mungu? Je, unatarajia kupata mafanikio kutoka kwa Mungu? Je, unatarajia kupata mtoto kutoka kwa Mungu? Je, unatarajia kupata ndoa yenye heshima kutoka kwa Mungu? Lazima uwe na uhakika ya kwamba unatembea ipasavyo kama mtu ambaye anatarajia ndoa kutoka kwa Mungu. Huwezi kuwa unatarajia ndoa kutoka kwa Mungu ukiwa mwanamke na unavaa mavazi ambayo hayasitiri mwili. Mwenendo wako na matendo yako huwa ni ya kikahaba, alafu ukawa unatarajia ndoa kutoka kwa Mungu. Lazima, kwa sababu imani ni kuwa na uhakika, lazima ukuwe na uhakika na mwenendo wako na matendo yako na hali yako kwamba vinaambatana kabisa, vinaambatana na kile ambacho unakitarajia kutoka kwa Mungu. Ukiwa unahitaji kabisa Mungu akutumie kama mtumishi wake, lazima ujue ya kwamba na ujifikirie kwamba, je, una uhakika na kile ambacho unakitarajia kutoka kwa Mungu? Je, matendo yako yanakuhakikishia kwamba inafaa kupata na kile ambacho unakitarajia kutoka kwa Mungu? Kwa sababu imani ni kuwa na uhakika. Wengi ambao huwa watu wengi sana mara nyingi hawafikie lengo na hawafikie kile ambacho huwa
wanatarajia kutoka kwa Mungu, kwa sababu hawana uhakika kulingana na hali yao na matendo yao na mwenendo wao, kwa sababu hivi vitu vinaleta mashtaki ama vinawashtaki kutokupata kile ambacho huwa wanakitarajia kutoka kwa Mungu. Wapendwa katika Kristo, kabla hujahitaji ama kutarajia kitu kutoka kwa Mungu, kinachokufaa uchunguze kwanza mwenendo wako, uchunguze kwanza matendo yako, ujue Mungu unayemwendea kwamba ni Mungu wa namna gani, kwa sababu Mungu ni mtakatifu na nishati wote wanamwendea wamwendee katika hali ya utakatifu, ili upate neema na kibali kutoka kwa Mungu. Wapendwa katika Kristo, imani siyo jina, kusema kwamba eti nimejulikana kama mtumishi wa Mungu, eti nimejulikana kama mchungaji, eti nimejulikana kama muombaji, eti nimejulikana kama nabii. Hapana, imani ni kuwa na uhakika. Unaweza pia ukajulikana kama mtumishi wa Mungu, lakini kama uhusiano wako hauko vizuri na Mungu, unapojulikana kama mtumishi wa Mungu alafu kwa sababu kwa watu wanaona tu nje wala hawawezi kutazama mioyo, wanaweza pia wakakualika na ama kukualika kwa kuombea mtu mwenye mapepo ama kuombea mtu ambaye amefungwa na uchawi wala wa hali ya giza. Kwa hiyo pasipo kuwa na uhakika, unaweza ukaenenda mahali hapo na kufanya huduma, alafu unaweza pia ukashangaa na kitakachotokea kule. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulienda na hauna uhakika na kile ambacho unakifanya, kwa sababu hauna uhakika na kile ambacho unakifanya. Kinachomfanya mtumishi wa Mungu ama watumishi wa Mungu wawe na nguvu za Mungu, wakemee mapepo, waombee wagonjwa na wapate ufungulivu, ni ule uhakika ambao wamejengwa, wamekuwa nao katika kukuwa na uhusiano wao na Mungu. Hiyo inawapa uhakika ya kile ambacho wanachoweza kukifanya alafu na kikafanikiwa. Kwa hiyo wanafanya vitu kwa ujasiri, wanaomba kwa ujasiri, wanakemea kwa ujasiri, na watu wanafunguliwa, na watu wanapokea neema, na watu wanapokea ukombozi, kwa sababu imani ni kuwa na uhakika. Imani haiko kusema sema tu na kukurupuka kusema kwamba mimi naamini mimi naweza fanya hiki, na matendo yako iko mbali na kile ambacho kinaweza kikasababisha kuleta mafanikio kwa kile unachokitarajia kukifanya. Kwa hiyo wapendwa katika Kristo, imani haiko kusema sema. Imani huwa inadhihirika kwa njia ya matendo, kwa njia ya matendo. Asante sana mpendwa msikilizaji, popote pale unanisikiliza ulimwenguni. Mungu akubariki na akuzidishie neema. Mungu akujaze nguvu za Roho wake Mtakatifu na aifanye imani yako kutenda, aifanye imani yako kutenda popote pale ulipo. Kila unaposali na kuomba kwa ajili ya imani yako, mwambie Bwana Yesu Kristo, wewe ambaye ni chanzo ama mwanzilishi wa imani, nisaidie na uifanye imani yangu kutenda, uifanye imani yangu kutenda. Mwambie Mungu, nisaidie njia zangu na mawazo yangu.
Acha basi nikuombee. Mungu mtakatifu, Mungu wa Israeli, ninakuomba kwa ajili ya watu wako hawa wote ambao wamesikia neno lako, wamesikia kile ambacho umekitoa kwa ajili ya afya ya roho zao. Bwana, na waombea neema na kibali kutoka kwako. Wale wote ambao wanahitaji kukutumikia pasavyo, wanahitaji kupata neema yako, wanahitaji Bwana nguvu ambazo zitakazowapeleka katika mafanikio ya imani yao. Baba, ninawaombea nguvu na neema kutoka kwako. Uwajaze nguvu, kwa sababu tunayaweza yote katika wewe ututiaye nguvu. Mitume wakasema kwamba Bwana, tuongezee imani. Mungu mtakatifu, ninajua ya kwamba neema yako bado ipo. Najua ya kwamba bado kuna tumaini, na yule aliyekukimbilia wewe hajapata haya. Mungu uchunguzaye mioyo na viuno, chunguza na kuangalia nia ya huyu baba, nia ya huyu mama, nia ya huyu kaka, nia ya huyu dada ambayo amekuwa nayo kwa ajili ya kujenga imani yake kwako, kwa ajili ya kuwa na uhakika na kile ambacho unaweza ukampa. Baba, mujaze upya neema yako, umujenge upya, umufanye upya, na umuumbe pia upya. Baba, nawaombea neema yako, tahiri mioyo yao kukuelekea wewe, na wafanye kuwa washindi pale ambapo watakapokabiliana na majaribio yoyote kwa ajili ya kusonga na kuleta misukosuko na kuyasonga imani yao. Bwana, wajenge Baba katika msingi ambao umejengwa juu ya mwamba, ili imani yao ibaki kuwa thabiti pale ambapo watakapokutanana na mitihani ya maisha, mitihani ya shughuli, mitihani ya njaa, mitihani ya ukosefu, mitihani ya umaskini, mitihani yoyote ile. Bwana, nawaombea neema yako, nawaombea nguvu toka kwako, nawaombea rehema zako ziwajaze watu wako, ziwajaze taifa lako, katika jina la Yesu Kristo, katika jina kuu la Yesu Kristo. Baba Mungu wa neema na rehema, ninaombea watu wako Bwana, wajaze upako ulio safi, upako wa kumshinda yule shetani, kwa sababu wewe ndiye nguvu yetu. Bwana, wewe ndiye nguvu yetu. Baba, tunakuwa na nguvu na tunapata ujasiri wa kukabiliana na shetani, na kukabiliana na falme za giza, na kukabiliana na wakuu wa giza, na kukabiliana na jeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, kwa sababu tunajua kwamba uko upande wetu, na ukiwa pamoja nasi sisi ni washindi, kwa sababu wewe ni pamoja nasi. Kwa hiyo tunakuwa na ujasiri Bwana, na ndivyo tunavyokuwa ndani yako na wewe Bwana ndani yetu. Ni hapo tunakamilika na kuwa na nguvu ya kumshinda yule mwovu shetani. Ushukuriwe Mungu uliyetuchagua na kutufanya kuwa wako. Kwa hiyo Baba, tunajikabidhi mikononi mwako. Zidisha neema yako juu ya maisha yetu, zidisha neema yako juu ya maisha yetu Bwana Mungu mtakatifu, mwanzilishi wa vitu vyote. Ninakuomba Baba, achilia neema yako na kuifungua tena kwenye maisha yetu. Utujaze nguvu kutoka kwako, ulete tena furaha ya wokovu juu ya huyu baba, juu ya huyu mama, juu ya huyu kijana, juu ya huyu msichana, popote pale alipo Bwana, umsaidie Bwana na kumuvusha kwa hizo changamoto ambazo anakabiliana nazo. Baba, umsaidie Baba. Baba, umsaidie Baba. Uwe pamoja na huyu baba katika chombo cha majaribu ambayo amekuwa ndani. Uwe
pamoja na huyu baba katika chombo cha kukosa kazi. Uwe pamoja ya huyu mama katika chombo cha kukosa mtoto kwa muda mrefu. Uwe pamoja na huyu mama katika chombo cha misukosuko ya kuharibika kwa biashara ambavyo anavyovipitia, kwa maana siku ile ulikuwa pamoja na wanafunzi wako ndani ya chombo, na chombo kilikuwa na misukosuko mikubwa. Zoruba na mawimbi na upepo ulikipiga hicho chombo, lakini Bwana, kwa sababu ulikuwa pamoja na wanafunzi wako, hicho chombo kilisimama imara, hicho chombo kilisitawi, hicho chombo hakikuangamizwa. Ndio kwa maana Bwana Mungu mtakatifu, kwa sababu uko pamoja na huyu baba kwa hisho maji yenye iko nayo, kwa hii kukosa kazi ambayo imemsumbua, kwa sababu uko pamoja naye, kwa sababu uko pamoja na hii familia ambayo imepitia ndani misukosuko. Baba, tunaamini na tuna matumaini ya kwamba hiyo misukosuko na changamoto hizi ni za muda tu. Baba, nyosha mkono wako na kutuliza hizo zoruba za maisha, za hali ngumu ambazo watu wako wanazozipitia kwa sasa. Ninawaombea neema yako, ninawaombea rehema zako, wajaze neema yako popote pale walipo. Bwana, tazama wale ambao wamepita katika misukosuko ya hali ya magonjwa, katika jina kuu la Yesu Kristo natangaza neema ya uponyaji na nguvu za ufungulivu juu yao kwa jina la Yesu. Kazi zote za ule maovu shetani naziangusha na kuziteketeza kwa damu ya Yesu Kristo. Ewe roho uliye nyuma ya hii magonjwa, ewe roho uliye nyuma ya kutaabika kwa huyu ndugu, katika jina kuu la Yesu Kristo, katika jina kuu la Yesu Kristo, na kuondoa kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu Kristo aliyefufuka. Navunja kazi zako, naharibisha mipango yako, chochote na kichokishikilia kwa kuondoa afya kwa huyu ndugu, na kuamuru achilia mshiko wako kwa jina la Yesu Kristo. Tangu sasa achilia mshiko wako kwa jina kuu la Yesu Kristo. Kazi zote za shetani na mipango yote ya adui, katika jina kuu la Yesu Kristo aliyefufuka, kwa jina la Yesu Kristo, na kutangazia we shetani, na kutangazia we mnyi mapepo, enyi falme za giza, vifungo vyote vya giza vya wale waliotangulia, na maagano yote ambayo yalifanyika kwa ajili ya kukuletea machozi, machungu, kwa kufunga maisha yako usipate ndoa, kwa kufunga maisha yako usipate mafanikio, kwa kuleta mipaka kwa kazi unayoifanya, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu Kristo ambayo ni damu ya agano jipya iliyomwangika kwa ajili ya ondoleo ya dhambi. Ninavuta magano yote ya kimapepo, navuta magano yote ya kichawi iliyofanyika juu ya maisha yako, katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo aliyefufuka. Kazi zote za giza nazibomoa na kuziteketeza kwa damu ya Yesu Kristo aliyefufuka, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Natangaza nguvu za ufungulivu, natangaza neema ya ufungulivu, natangaza neema ya ufungulivu kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo aliye hai, kwa jina la Yesu. Wekwe huru, wekwe huru, wekwe huru, wekwe huru kwa jina la Yesu. Hii familia ambayo imepitia misukosuko nyingi sana ya umaskini, ya ukosefu wa chakula, kwa jina la Yesu Kristo aliyefufuka, leo ninafungua milango ya mafanikio. Chochote kilichofungwa kwa jina la Yesu Kristo, chochote ambacho kilikuwa haki yako
natangaza ukipate, natangaza ukipate chochote kilicho chako ambacho shetani amekimeza, leo atakitapika, kwa maana imeandikwa, chochote adui alichokimeza atakitapika, kwa jina la Yesu Kristo aliyefufuka, kwa jina kuu la Yesu Kristo aliyefufuka. Natangaza kitapikwe leo kwa jina kuu la Yesu Kristo aliye hai. Baba mtakatifu, naombea pia wajawazito wote popote pale walipo. Ninaombea neema ya ufungulivu mpya, naombea ulinzi wako, naombea amani yako kwa jina la Yesu Kristo. Napasua macho mabaya yanayowatazama, napasua kwa jina la Yesu Kristo aliyefufuka, kwa jina la Yesu Kristo, na kazi zote za giza mimi nazibomoa na kuzaribisha juu yao kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninawabariki watu wako, Bwana. Tazama neema yako ninaiomba kwa ajili ya taifa lako. Damu yako iwafunike na kuwalinda popote pale walipo. Watu wako wafunguliwe kutoka katika minyororo yote ya ule mwovu shetani na ya adui, katika jina la Yesu Kristo aliyefufuka. Watu wako wawekwe huru popote pale wanaponisikiliza. Bwana, achilia nguvu za neema yako. Neno lako ni kweli, neno lako ni uzima, neno lako liko hai, neno lako linafungua, neno lako linaokoa, na neno lako linapotoka halirudi bure, bali litatimiza mapenzi yake. Neno hili nalitoa na kulituma ndani ya wasikilizaji wote wanaonisikiliza kwa njia kama na hii. Bwana, wakombolewe watu wako, wawekwe huru, wafanikiwe kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Natangaza amani juu yao, natangaza ufungulivu juu yao, natangaza mafanikio juu yao, katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Wapendwa katika Kristo, Mungu awabariki. Ni mtumishi wa Mungu Daniel Joshua ambaye amewahudumia kwa nyakati kama na hizi. Mungu awabariki. Amen.